Nje la bunge la kitaifa unaona magari ya askari ikiwa katika eneo hili, askari kwa wingi wakiwa katika eneo bunge hili. Unaona kwamba ni mwili wa mwenda zake Raila Amolo Odinga. Magari za wanajeshi sikiwa hapa, wanajeshi wakiendelea kutoka kwenye magari, wameweka ulinzi mkali mno. Ukiangalia huku pikipiki mbili zikiweka ulinzi, hakuna yeyote anaweza fika katika eneo hili la bunge kimataifa. Unaona kwamba mwili ya mwenda zake Raila Amolo Odinga ukiwa unaingia katika bunge la kitaifa la Kenya. Haswa unaona kwamba mwili wenyewe ndio huu unaingia katika bunge la Kenya likiongozwa na Mheshimiwa Moses Wetangula ambaye ni spika wa bunge. Askari wote kwa ujumla wakiwa katika eneo hili, inaashiria kwamba ulinzi ni mkali mno, haswa chochote kitakachokuwa kikijiri katika eneo hili. Nami Mwanataarifa nitaendelea kukupasha kila wakati tutakapokuwa tukipata taarifa zetu. Utaona hapa pia basi hawa ni viongozi wa Kenya wote wakiingia katika eneo hili. Wakati tu mwili ulipoingia ndani, huku mlinda lango akiwa anaanza kufunga lango hili ili kuhakikisha kwamba hakuna raia yoyote atakayekubali kuingia katika eneo hili ili walete rabsha kama jana kulipokuwa kule Kasarani. Na mtazamaji, tu kwa wale ambao hawamjui mheshimiwa au tuseme mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga alisaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945. Na pia tukiangazia katika suala ya masomo, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alisomea mechanical engineering mwaka 1970. Tukuja katika upande wa mahusiano, utapata kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi, akaoa mwaka 1972, akajaliwa na mtoto mmoja. Wakati mwaka 1973, hapo ndipo Mheshimiwa Amolo Odinga alifunga harusi yake pamoja na Aida Odinga. Tuseme kwamba kujiunga kwake kwa kisiasa, alijiunga mwaka 1980 akiwa na Martha Karua pamoja na James Orengo. Alafu tukikuja mwaka 2001 hadi 2002, alikuwa waziri wa umeme, katika lugha ya kimombo ni Minister of Energy. Mtazamaji, mwaka 2008 hadi mwaka 2013 alikuwa ni Prime Minister. Na tukikuja kuangazia swala ya mali yake, mali zake zote kwa ujumla ni milioni 510 ambazo ameziaja kwa sasa na akakufa. Kifo chake kilikunduliwa tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2025. Sasa hivi gari ambalo lipo katika eneo hili ni kwamba limebeba kitanda ambacho kitawekwa sanduku la marehemu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sasa hivi utaona basi hawa ni military ambao wanahakikisha kwamba mwili wake utakuwa sambamba na ulinzi utawekwa mkali mno. Hakuna yoyote atakayefika katika eneo hili. Ukiangalia haswa basi masuala yanayoendelea kwa sasa ni kwamba kwa nini alipeana masaa 72 ya kuzikwa? Labda Wakenya au Wajaluo kwa ujumla walitamani kwamba mwili wa Raila Amolo Odinga kama ungehifadhiwa hata kwa wiki 2, lakini ni sauti ya Mheshimiwa Raila Amolo ambaye mwenyewe alisema kwamba mwili wake atakapokufa usimalize masaa
mengi umalize masaa 72. Masaa 72 basi kutokea siku yake aliyokufa akiwa India. Jana amerejea Kenya JKIA, huku wa Kenya wengi muna mamilioni ya wa Kenya wakiwa wamemngojea kwenye JKIA Jomo Kenyatta International Airport. Na tuseme kwamba rambirambi zake kwa Wakenya zilifanyika eneo la Kasarani Stadium, na kwa leo pia mwili umeletwa hapa eneo bunge, huku wanasiasa wakisema kwamba maandalizi yote ya leo yatafanyika katika eneo la Nyayo Stadium. Sasa hivi tunavyoongea mwili upo hapa bunge. Wakishamaliza basi msafara utaanza kuelekea kule eneo la Nyayo Stadium. Tukienda upande wa Nyayo Stadium tutaona kwamba Wakenya wote kwa ujumla, au tuseme mamilioni ya Wakenya wamejaa huko wakingojea mwili wa mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye kwa sasa ameiaga dunia. Raila Amolo Odinga amekuwa mwanasiasa maarufu mno, tuseme ni katika lugha ya Kiingereza ni opposition leader, na ametetea haki za Wakenya, ametetea haki za wanyonge. Kwa sasa hivi Wakenya wengi wanasema kwamba kama wamempoteza mtu wa maana mno, wameachwa na pengo kubwa mno, hawajui watafanya nini au watatenda nini. Lakini ya Mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. Haswa sasa hivi Raila Amolo Odinga hatuko na yeye tena. Wanajeshi hapa wamepika kambi katika eneo hili wakisubiri waone basi kutaenda namna gani. Dakika 15 hivi gari linaanza safari kuelekea upande wa Nyayo Stadium. Na bila shaka mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kuangalia TV yangu ya Masasabi, unaweza subscribe, turn on notification. Kila wakati tutakuwa tukiweka video zetu angani, utakuwa mmoja wetu wa kuzitazama video zetu. Subscribe, like, comment and share video zetu. Bila shaka ukiangalia basi wana media social group wote wako katika eneo hili kuhakikisha kwamba kisa chochote kitakachokuwa kikiendelea hapa, nao watakuwa bamba tubamba ili kuendelea kuwachuza wananchi ambao hawajafika katika eneo hili. Na inasemekana kwamba basi matanga yote itakayokuwa ikifanyikia katika eneo la Bondo Siaya, basi bwana mheshimiwa Obura Odinga amesema kwamba matanga itakuwa private, lakini hayatawezekana sababu Wakenya wengi kutoka kaunti tofauti tofauti, ambao kuna wabunge au tuseme kuna wananchi ambao watatoka 001 ambayo ni Mombasa, wengine watatoka Western, wengine watatoka Nyanza. Basi inasemekana kwamba kama runinga mingi zingewekwa kila kaunti ili wananchi wote wakaweze kuomboleza matanga haya wakiwa katika eneo lao. Bila shaka mtazamaji, basi hapa ni eneo bunge la kitaifa la Kenya. Wanajeshi au security au ulinzi ukiwa umeng'oa nanga hapa. Hakuna yote anakubaliwa kupita hapa. Hii barabara huwa inapitwa na magari, lakini kwa leo imefungwa. Na kama kuna yote ambaye alikuwa amepanga kutoka safari kuelekea mahali popote, kuanzia sasa hivi barabara zimefungwa na hakuna yote anakayokubalika kupita kwa barabara hii bila idhini ya wanajeshi. Watahakikisha kuwa lazima upate idhini kutoka kwa wanajeshi hawa ili ukaweze kupita eneo hili. Haswa basi video kamera wangu basi nataka unizumie. Watu wanajaribu kuniambia kwamba hawa ni raia wanaelekea upande wa Nyayo. Hawa sio raia wanaelekea upande wa Nyayo Stadium, bali hawa ni wanajeshi ambao wanahakikisha wameweka ulinzi katika eneo hili. Hawa ni wanajeshi wale ambao wanasema Kenya haina wanajeshi. Hawa wote ni wanajeshi, wanatembea kwa mguu, wengine wakiwa kwenye magari, ili kuhakikisha wameweka ulinzi wa kutosha katika eneo hili. Haswa leo hatujakuwa na rapsha yoyote kwa masaa haya, ikiwa ni saa 3 na dakika 16. Hakuna raia yote ambaye anapatikana katika eneo hili.